Yote yanawezekana bwana, kwa sababu mpira wa miguu, afu mpira wa miguu mchezaji hata kama na mapenzi yake sometimes unakuwa kwa mapenzi mapembeni ili ufanye kazi. Alafu ukimzungumzia Faisal Salum, licha kuwa ni kipenzi cha washabiki wa Simba na wanamhitaji avae jezi ya wekundu wa Msimbazi, pia ni mahitaji ya mwalimu. Tumeshuhudia mechi ya Al Masry baada ya kuisha, mwalimu aliwaambia wana Simba na viongozi tusisherekee sana kwa sababu tuna safari ya kuingia nusu finali na tupo katika mikakati mizuri ya kumsajili namba 10 bora kuwahi kutokea kwenye nchi hii. Alishindwa kuweka wazi, lakini kwa mtu mwenye akili timamu unaona kabisa kwa anamaanisha Faisal Salum ni mchezaji mzuri, na wao kama wazabuni wapya wa kutengeneza na kusambaza vifaa vya Simba, Jairut Investment, jamaa kiukweli mipango waliokuja nayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa nafa majali wakiweza kuyatimiza ndio kiu ya wana Simba Sports Club. Simba Sports Club ni brandi kubwa, basi kama ni brandi kubwa na inafanya mambo makubwa inabidi iendane na baadhi ya vitu ambavyo vinaendana na club kubwa. Vitu kama hivyo ambavyo amevizungumzia Jairut. Tunamshukuru Mungu, mwekezaji wetu Mohamed Mo Dewji, rais wa heshima, alikuja na vision ya hii tunaiona leo, watu wanaiimba Simba na kuiona Simba ni timu kubwa Tanzania na Afrika Mashariki, lakini ni vision ya Mohamed Mo Dewji ya miaka 10 iliyopita. Lakini sasa imefika stage vitu ndivyo vifanyike kwa vitendo, sio kwa maneno tena. Ndio maana unaona leo hii Jairut anakuja. Nampongeza sana mzee wangu Murtaza Mangungu. Baadhi ya wana Simba walikuwa hawaelewi nini anafanya kwenye Simba kwa sababu Simba ilikuwa inapitia katika kipindi kigumu sana. Matokeo uwanjani, timu haibebi vikombe vya ndani. Champions League, shirikisho tunaishia robo finali. Lakini mimi na imani mpaka saa hizi mwana Simba yoyote nataka tumpe heshima Murtaza Mangungu tu. Tusio tunawaimba baadhi ya watu tu kwenye Simba kwamba fulani, basi tuheshimu na watu wengine waliopo. Tunaiona watu kama Jairut. Mimi na imani Jairut ni mchango mkubwa wa upande wa 51%. Unapozungumzia upande wa 51%, unazungumzia Simba Sports Club na ndio wenye mali yao. Unamzungumzia Murtaza Mangungu, unamzungumzia Muba, unamzungumzia Mama Asha Baraka, unamzungumzia CPA Isa Masudi. Si unanielewa Sheikh? Na hao ndio watu waliopambana mpaka tunamuona leo hii Jairut Investment wanakuja kutoa bilioni 38 ndani ya miaka 5. Ukigawanya unapata bilioni 5.6 kwa mwaka. Na wameahidi watafanya vitu vingi, watanunua gari, watatengeneza training session za kwa ajili ya timu, watatengeneza kituo kikubwa kwa ajili ya mambo ya afya nini, academy kwa wachezaji nini. Yaani ni vitu vikubwa sana, na ukitizama katika mazingira ya kawaida ni vitu vinavyowezekana. Kabisa sikudanganya mtu kwa sababu jamaa amejicommit mwenyewe kwenye mkataba. Sio kama ni vitu vya ahadi tu, ni vitu ambavyo vipo kwenye maandishi. Kwa hiyo akivikiuka ndani ya miaka 5 kabla ya kutimia atakuwa amejikiuka yeye mwenyewe, tunavunja mkataba, tunaendelea na maisha mengine. Lakini kumekuwepo na baadhi ya maneno wakiwa wanajaribu kutazama na kuhusianisha kwamba mwekezaji ni kama ameachwa sehemu kubwa sana na uzabuni mpya, na watu wakaenda mbali zaidi wakasema hii yamkini kaita baadaye changamoto. Ukiangalia bilioni 38 na hela ya mwekezaji, bado mwekezaji amewachwa mbali. Kwanza tunatakiwa waelewe kitu kimoja. Katika 49% kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, wanatakiwa wawekezaji wawe zaidi ya 3. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, timu zozote ambazo ni timu za wanachama zinatakiwa kwenye 49% wawekezaji wawe zaidi ya Lakini Simba Sports Club kwa mapenzi yetu sisi na rais wetu wa heshima Mohamed Mo Dewji tuliamua kumwachia 49% yeye kama yeye. Huu mkataba ulioingiwa sasa hivi au ingiliani bado na 49% za Mohamed Mo Dewji. Huu mkataba ni jitihada za viongozi wa Simba Sports Club upande wa wanachama ambao walipigiwa kula wakawekwa na wana Simba wenyewe. Kwa ni muda na wakati wa wana Simba kumpa heshima yake mzee Murtaza Mangungu na wenzake na wasaidizi wake, kina Dr. Muba, kina CPA Isa Masudi, kina Mama Asha Baraka. Ni muda wa kuwapa pongezi na kwani ni muda na wenyewe wanapaswa wana Simba kuwaimba. Simba ni ya watu wengi. Simba ni ya kila mmoja na kila mmoja ana nafasi kubwa ya kutoa mchango wake katika Simba Sports Club. Haipaswi Simba hii eti bila Mo Dewji ishindwe kujiendesha. Itakuwa sio Simba tena. Ndio maana unamuona mzee Murtaza Mangungu pamoja na wenzao wamepambana na kupata udhamini mkubwa wa Jairut hapo. Unanielewa vizuri sijui? Hawaingiliani kimaslahi. Jairut Investment Company Limited mambo wanayofanya na shughuli wanazoshughulika nazo haziingiliani na mwekezaji wa Simba. Hakuna mgongano wa kimaslahi hapo. Kwa hiyo mwekezaji bado ana nafasi kubwa aliyoahidi kwenye Simba Sports Club, yeye anatakiwa ayafanye tu. Akishindwa kuyafanya, Simba Sports Club ni brand kubwa. Watu hawezi kuendelea kuishi na fikra zako za miaka 10 iliyopita. Kila siku unakuwa unaongea yale watu wakaendelea kukuvumilia. Hizi Simba Sports Club kila siku watu wanazaliwa.
Kuna mtoto kazaliwa leo, baada ya miaka 7 atakuwa ni shabiki wa Simba Sports Club. Hauwezi kuja kumueleza kitu tena kana nafikiria mambo yako uliyozungumza miaka 10 iliyopita. Wakati wewe na umri wa miaka 17 tayari anataka ione Simba yake inapiga hatua. Sijui unanielewa hapo? Na wasifu sana viongozi wa Simba, hususan upande wa wanachama, wanaonesha uhai sasa. Huu ndio muda ambao kila mtu anatakiwa ampe heshima mzee Murtaza Mangungu na vijana wake ambao wanamzunguka, bodi ya wakurugenzi upande wa wanachama. Wanafanya kazi kubwa, tunaona mapambano yao, ndio tunaona mikataba mikubwa inaingia. Haya, mnataka nini tena? Makombe yatakuja. Simba Sports Club ina njaa makombe ya kafu tu. Kikombe gani ambacho ngazi ya Tanzania Simba Sports Club haijakibeba? Mtajie wewe. Hakuna. Simba Sports Club ina njaa, haina njaa ya medali. Tofautisha hapo Sheikh. Simba Sports Club ina njaa ya kuja na kombe la kafu, sio njaa ya medali. Si medali tunazo tayari, so leo wala jana. Yes. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, inshallah na imani chini ya mwenyekiti wa Simba Sports Club mzee Murtaza Mangungu, Simba Sports Club italeta kikombe cha kafu hapo. Yaani mna uhakika Stellenbosch akifa anayefuata naye atakufa. Atakufa, sisi tunaanzia kwake huko. Kule. Mnamalizia. She habari nyingine hiyo. Paso itakuwa imeshakamilika. She nasema hivi, hiyo habari nyingine. Kuna klabu kubwa duniani Afrika hii unayojua yeye kushinda Al Ahly. Alishakufa hapa zaidi ya mara 2. Lakini haikuwa hatua ya mtoano, ilikuwa hatua. Haijalishi she, kufa ni kufa tu. Haijalishi. Si hatua zimezidiana. Kani hao si walicheza na Al Ahly? Ndugu zetu upande wa pili. Hawakucheza na Al Ahly hatua ya makundi. Ilikuwaje mwisho wa siku? Walisare kuna point 4 walimzawadia. Sio walimzawadia. Walishindwa ndio sio walimzawadia Al Ahly point 4. Kwani kwenye 6 ukitizi zinakuwa ngapi, zinabaki ngapi? Si mahesabu ameshaenda sawa. Haijashi, nimekolea mfano. Amekuja zaidi ya mara ngapi Al Ahly? Na so kuja hapa Simba ilishaongoza kundi mbele ya timu bora barani Afrika ya muda wote toka dunia imeumbwa hii. Simba iliongoza kundi mbele ya Al Ahly. Simba iliongoza kundi sio CAF Confederation Cup, iliongoza kundi chini Champions League. Tukimalizia sasa kwenye mchezo wenyewe dhidi ya Stellenbosch. Maeneo ambayo unaona wapinzani wako au wapinzani wenu wamekuwa bora sana, ambayo unahofia ni yapi? Ni timu ambayo iko organized, inacheza vizuri, wana uwezo mzuri wa kuzuia, wana uwezo mzuri wa kutoka, wanaposema tunatoka kwa counter, ni watu wanao process. Ondako ile kitu kimoja, Simba wana faida moja au mbili kwa haraka haraka. Simba wana kocha South Africa. Sijui unanielewa vizuri. Wa South Africa falsafa yao ni kucheza mpira. Wewe ndugu mwandishi, Simba unaionaje msimu huu? Inatia matumaini. Sio kutia matumaini, falsafa ya Simba msimu huu inacheza mpira wa aina gani? Ina process. Simba Sports Club haijawasumbua Waarabu msimu huu kwa bahati mbaya. Simba Sports Club ina kocha Fadlu ambaye ametoka Raja Casablanca. Raja Casablanca msimu ulioisha wamemaliza wakiwa unbeaten na hawajafungwa game ya aina yoyote. Kocha msaidizi wa Raja Casablanca alikuwa ni huyu Fadlu Davis. Mcholo Lamani, mtu ambaye anaweza akawasoma wapinzani. Kaondoka naye kaja naye Simba Sports Club. Kocha wa magolikipa kaondoka naye kaja Simba Sports Club. Unaona kama mafanikio yaje kwa kulala na kuamka. Anawajua Waarabu wanacheza vipi, anajua mbinu za Waarabu. Ndio maana Simba hii ya msimu huu kwenye hii CAF Confederation Cup wamecheza na Waarabu, so michi, yani Waarabu tofauti sio chini ya 4 5. Uongo kweli? Na wanapata shida, wanahangaika Waarabu. Wanahenya. Kwa kila kitu kipo kwenye makaratasi, lakini tunamshukuru Mungu na kwenye vitendo Simba Sports Club wanavifanyia kazi. Simba sasa hivi iko na umoja, tunauona umoja wa wachezaji wa zamani wa Simba Sports Club wa miaka hiyo, wa miaka ya 2000, tunaona wanajitokeza kwenye timu yao na hapa hamasa vijana. Tunashukuru sana Mungu kiukweli. Na Simba Sports Club hajawahi kuona umoja kama huu afu isipate mafanikio.